إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الصائمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, awali ya yote, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tupo katika mwezi wa Ramadhan, katika 10 la mwisho, tumejifundisha mambo mengi kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka sasa. Nasaha mbalimbali zimetoka kwa mashekhe mbalimbali kuhusiana na mwezi wetu huu wa Ramadhani. Hakika kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kitu cha thamani sana kwa maslahi yetu sisi wanadamu na waislamu hasa. Lakini katika mwezi huu, katika jambo kubwa ambalo tumepewa sisi waislamu, tumepewa kitu kinachoitwa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni katika vitu muhimu katika mwezi huu wa Ramadhani kupewa sisi waislamu. Tulieleza katika hutuba zilizopita na katika darasa mbalimbali kuhusiana na hiyo ambayo inaitwa Lailatul Qadr. Wajibu wetu sisi waislamu kuitafuta na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuipate hiyo Lailatul Qadr, kwa sababu Lailatul Qadr ni lailatun sharifatu faddalaha Allah ala 1000 shahrin laysa fiha Lailatul Qadr. Hakika wa mambo, Lailatul Qadr ni usiku mtakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha usiku huo
kwa miezi mingine 1000. Ukiweka miezi 1000 isiyokuwa na Lailatul Qadr na kwa siku moja ya Lailatul Qadr, basi ndio zinaweza kulingana sawa. Na wanawachuoni wameeleza mambo mengi kuhusiana nini maana ya Lailatul Qadr. Wengine wamesema Lailatul Qadr ni kwa sababu ya sharafu yake, tukufu wake, na daraja yake iko juu. Lakini wengine pia wanasema Lailatul Qadr ni siku ambayo arzaq na ajal, riziki na ajali mbalimbali za waja zinaandikwa katika mwaka huo kwenda mwaka mwingine. Kwa hiyo kuna makadirio ambayo yanawekwa kipindi cha mwaka mmoja, kutoka mwaka huu kwenda kwa mwaka mwingine. Hapa kuna riziki za waja zinaandikwa. Kwa hiyo yote atakayepata Lailatul Qadr kwa mwaka huo, basi yeye amepata ngekewa, amepata jambo ambalo zuri lenye kupendeza, na yale malengo ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani yatakuwa yamepatikana kwa kiasi kikubwa sana. Usiku huu ni mchache, kwa maana ni usiku masaa, na unakwenda kwa haraka sana na unatoweka kwa mara moja, kwa maana kuanzia kwa magharibi mpaka kuingia kwa alfajiri tayari jambo lishamalizika. Ayyaman ma'dudat, ni katika siku chache sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa utukufu wake hii Lailatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha Qur'an katika usiku huo. Qur'an hii tunaisoma imeteremshwa katika usiku huo ambao tunaoeleza unaitwa usiku wa Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kitabu chake kwa kusema Hamim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba Hamim, Allah anajua muradi wake. Hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an fi lailatin mubarakah, katika usiku wenye kubarikiwa. Inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huo mambo yote yanapambanuliwa. Ndio hiyo tukasema kwamba wanadamu wanaandikiwa arzaki zao, riziki zao, ajali zao na mambo yao kwa muda huu wa mwaka mmoja. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema rahmatan min rabbik, jambo hilo ni rahma kutoka kwa Mola wako. Hiyo ni aya ya kwanza inathibitisha kwamba Lailatul Qadr ni usiku wenye kubarikiwa, ni usiku wenye maajabu yake. Katika aya nyingine, sura maarufu inaitwa Suratul Qadr kwa wale wasomaji wa Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, haika sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wa cheo. Ni kipi kitakachokujusha wewe, kujuliza wewe ni upi huo usiku wa cheo? Lailatul Qadr khairun min alf shahr, huo usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Kwa huo usiku mmoja tu mwanadamu kudiriki ni bora kwako kuliko miezi 1000, ambayo kwa hisabu tulizozipiga ni takriban ni miaka 83. Kwa hisabu hizi za kihijiria ni miaka 83. Kwa zile hisabu zenu za kiajemi ni zaidi ya hapo, kwa sababu mwanadamu hisabu yake, umri wake unakwenda kwa kupitia hisabu ya mwezi.
Kwa maana ukisema una miaka 46 jua una miaka 48 mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kaona ni mdogo. Ikiwa kwamba mtume amefariki na miaka 63 kwa miezi ya kihijiria, ambayo kwa miezi hii mingine utakuta labda ni 61. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu, wanashuka malaika siku hiyo wanashuka. Hadithi imepokelewa inayosema kwamba almalaikatu tilka al-laila fil ardi akthar min adad al-hasa, malaika katika usiku huo ambao wanaoshuka siku hiyo katika ardhi ni wengi zaidi kuliko hisabu ya mchanga. Na hiyo ni hadithi ameipokea Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anaeleza kwamba almalaikatu fi tilka al-layla, malaika katika usiku huo katika ardhi akthar min adad al-hasa, ni wengi zaidi kuliko hisabu ya mchanga. Huu mchanga huu mnaouona huu, malaika hawana nafasi, wanaminyana katika ardhi hii kwa kushuka katika siku huyo wa Lailatul Qadr. Huo ni usiku wa sampuli gani? Wewe ufikiriaje kwamba kuna viumbe wengi kuliko mchanga? Sisi wenyewe hatujaufikia, waliokufa na waliokuwepo na watakao kuwepo hawezi kufikia idadi ya mchanga, lakini malaika katika usiku huo ni wenye kushuka, ambayo hesabu yake ni zaidi ya idadi ya mchanga. Tanazzalu almalaikatu waruh, malaika wanashuka pamoja na Jibril, fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Ndugu zangu Waislamu, wanashuka katika usiku huo kwa idhni ya Mola wao, min kulli amrin, wanashuka na kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwa waja wake. Kwa maana vile wakishuka wana mambo mengine ambayo wamewepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya, usiku huo ni amani, ni usiku wenye amani. Salamun hiya hatta matla'il fajr, mpaka alfajiri itakapochomoza unakuwa na amani. Kwa maana sheitani hana nafasi katika usiku huo. Ndugu zangu Waislamu, usiku huo ni lini? Usiku huo ni lini? Usiku huu ni wenye kufichwa. Usiku ni wenye kufichwa, lakini kuna makadirio mbalimbali na watu wanaeleza mambo mbalimbali. Wengine wanasema usiku huo ni mwezi wa 27. Wana dalili mbalimbali wanazitoa kwenye hadithi, na pia vile vile kuna jitihada ambazo za kisasa, lakini ambazo sio sahihi katika mufassirina wa sasa. Wanasema ile Lailatul Qadr, neno Lailatul Qadr lina herufi 9. Lailatul Qadr ukizihesabu herufi zake ni 9. 9 mara 3 inakuja ni 27. Kwa hiyo wanasema hivi, lakini hizi ni katika tafsiri ambazo hazina maana yoyote, kwa sababu tafsiri haziendi hivyo. Tafsiri ima hadithi au sahaba amezungumza au as-salaf wamezungumza maneno hayo, lakini hizi tafsiri za kuokota hazitakikani katika Uislamu. Wengine wanasema ni siku ya 21 na wana dalili zimekuja. Wengine wanasema ni usiku wa 23 na wao pia wana dalili, na wengine wanasema ni usiku wa 25 na wao pia wana dalili, na wengine wanasema ni usiku wa 29 na wao pia wana dalili. Lakini uhakika wa mambo kuhusiana na Lailatul Qadr ni kwamba haijulikani ni siku gani, bali inahama, inakwenda 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mpaka
30 mpaka 30 Lailatul Qadri hapo ipo. Kwa hiyo haina siku maalum. Atakukwambia kwamba ni 27 itakuwa hakufanyia kazi hadithi nyingine. Kwa hiyo Lailatul Qadri ni 10 la mwisho. Alafu 10 la mwisho hilo likoje? Tutaleta ufafanuzi hapa kidogo ili tupate kuelewana. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo imepokelewa na Aisha fi sahihain, ipo katika Bukhari na Muslim, kwa kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anasema taharrau lailatal qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, itafuteni lailatul qadri katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Hadithi katika sahihi mbili, itafuteni lailatul qadri katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, Mtume alayhi salatu wasallam anasema fi sahih al-Bukhari kadhalika an ibn Abbas, iltamisu lailatul qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, itafuteni lailatul qadri katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Tumesema maneno haya. Ibn Rajab alikuwa akielezea hadithi hiyo katika kitabu chake maarufu Lataiful Ma'arif, anaelezea ya kwamba fahukia anil Hasan wa Malik, imepokelewa kutoka kwa Hasan al-Basri na al-Imam Malik, annaha tatlub wa annaha hakika hiyo lailatul qadr tutlab fi jami'i layali al-ashr, inatafutwa usiku siku zote liashrin, katika yale 10 la mwisho, ashfa'ihi wa autarihi, zile siku za shufa na zile siku za witr, kwa maana kuanzia 20 lailatul qadr inapatikana. Kwa hadithi hiyo tuliyotaja, fi tasiatin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa, watu waitafute katika siku zote hizo. Ndugu zangu Waislamu, na akaendelea akasema, warajjaha baadhi ashabina, baadhi ya jamaa zetu wamelitilia nguvu jambo hilo, jamaa zetu wamelitilia nguvu jambo hilo. Kisha akasema maneno mazuri yafuatayo, fa in kanat tamman, ikiwa mwezi umekamilika, kanat al-layali al-ma'mur bitalbiha ashfa'an, ikiwa mwezi umekamilika, basi masiku yaliyoamrishwa kutafuta lailatul qadri ni zile siku za shufa, kwa maana 20, 22, 24, 26, 28, ikiwa mwezi umekamilika. Wa in kana naqisan kanat autaran, ikiwa mwezi umepungua, basi itapatikana katika siku za witri. Fayujibu dhalika al-ijtihada fil qiyam, kwa inatakikana mtu ujitahidi kusimama fi kila lailatain, katika siku zote mbili, ash-shafa'i minha wal witr, katika zile siku za 20, 22 pamoja na siku za witri 21 na 23. Sasa wewe waijua lailatul qadri ni nini? Kwa ile kukusanyana kwamba leo ni lailatul qadri kwenda watu mwezi 27 kwenda misikitini, hao watu wamejidanganya. Mimi naamini wale vibaka wanaokuja, wala jimirungi, majambazi, wanasema unaitafuta lailatul qadri 27, huenda ikawa 26. Wamekuja 27, kazi ishamalizika tokea jana, imebaki ni marudio. Sasa amekuja marudio. Sasa marudio yana manufaa gani kwa wewe? Marudio sio kama live. Kwa hiyo watu waitafute lailatul qadri katika 10 la mwisho. Haikuwekwa lailatul qadri katika siku ya 27 kama vile baadhi ya misikiti watu wakakesha katika usiku wa 27. Alafu ukisema ni siku ya 27, usiku wa 27 upi? 27 gani wewe ambao unaijua wewe? Wa mwezi wa kimataifa au mwezi wetu tunaohesabu hapa Tanzania? Na lailatul qadri inakuja mara moja tu katika mwezi
mtukufu wa Ramadhani. Sio kwamba watu wa bid'a wanayao na watu wa sunna wanayao, la hasha. Lailatul Qadri ni usiku mmoja tu peke yake. Ndugu zangu Waislamu, katika Lailatul Qadri kuna mambo mtu unatakikana uyafanye. Katika mambo mazito ukiipata Lailatul Qadri ni kusema tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mola wangu wa haki, innaka afuwun, kwako wewe ndio kuna msamaha, wewe ndio mwenye kusamehe. Tuhibbul afwa, unapenda msamaha. Fa'fu anni, nisamehe mimi. Haya ndio maelekezo tuliopewa na Mtume alayhi salatu wassalam. Dua hiyo uiombe kama vile ilivyokuja, usizidishe Allahumma innaka afuwun karimu au Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hakuna maneno hayo. Maneno yaliyokuwa mazuri ni maneno ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa khairul hadi hadi an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua inasomwa hivi, lakini hakuna mambo maina kafu sio Kiarabu. Wazee wanasema misikitini huko maina kafu. Nini maana maina kafu? Maina kafu hatujui ni mti gani. Je, wapatikana Pemba au wapatikana nchi gani? Lakini tunajua kwamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Useme maneno hayo. Mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala atakupa tu. Sio lazima ukae uombe, bwana mimi nina shida, nafanya hivi, nataka kile, nataka mali. Wewe ukiipata na ukiinyakua kwa dua hiyo, basi wewe tayari ushatoka, kama wanavyosema vijana. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, tushatoka katika Lailatul Qadr, lakini ningependelea kuzungumza jambo jingine, kwa sababu hakuna Ijumaa zaidi ya hii ambayo tumebaki nayo. Hakuna Ijumaa ambayo iko ndani ya Ramadhani zaidi ya hii, na tunazongwa na mambo mengi yamekusanyika katika sehemu moja. Kwa hiyo ni lazima tuyaongee yote kwa pamoja kwa dharura hiyo, ili kila mmoja akitoka hapa ajue la kufanya ni kitu gani. Katika mambo makubwa ambayo tumewekewa kwa ajili ya kulinda saumu zetu ni zakatul fitr, watu kutoa zaka al-fitr. Zakatul fitr ni fardh. Tumetoa katika Lailatul Qadr, tunaingia katika zakatul fitr, kwa sababu nyote mko hapa, linatuhusu jambo hili. Wale ambao wenye kufunga makobe hailiwahusu jambo hili. Zakatul fitr ni fardh, ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawachuoni wamepatana wote kwamba jambo hilo ni jambo la lazima. Kuna aya, lakini hadithi ya Mtume SAW inayosema, hadithi ya Abdullah bin Abbas anasema, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakata al-fitr tuhuratan lis-sa'im. Mtume alayhi salatu wasalam anasema kupitia kwa Ibn Abbas, amefaradhisha mtume wa Allah zakata al-fitr tuhuratan lis-sa'im, kumtaharisha yule mwenye kufunga min al-lagwi war-rafath, kutokana na mambo ya pumbao na mambo ya kipuuzi na mambo ya madhambi. Wa tu'matan lilmasakin, na kwa ajili ya kuwalisha maskini. Man addaha qabla as-salat, mwenye kuitoa zakatul fitr kabla watu hawajaenda kuswali swala ya Eid, fahiya zakatun maqbulatun, hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salat, na mwenye kuitoa zakatul fitr baada ya swala ya Eid, fahiya sadaqatun min sadaqat,
hiyo ni sadaka tu kama sadaka nyingine, lakini hukutoa zaka. Tuendapo na kauli hiyo au tuendapo na hadithi hiyo, kwa maana sisi tumefaradhishiwa zaka yenyewe ya kutoa huo mchele au ngano kwa ajili ya kujitwaharisha wewe mwenyewe. Ile saumu yako ina matobo. Kuna watu mara wanasengenya, wengine kadha, wengine hivi, wengine wamefanya madhambi tu ya lamam, wengine madhambi mbalimbali. Sasa umewekewa zakatul fitri kuitoharisha saumu yako. Hilo la kwanza ndio malengo ya zakatul fitri. Kwanza ni faradhi, wewe Muislamu ni juu yako kutoa zakatul fitri ambayo ni takriban kilo 3 tuseme kasorobo. Toa kabisa 3. Toa kabisa 3. Lakini ni kilo 3 kasorobo. Sasa wewe toa 3 ili ujinasue kabisa. Lakini kama uwezi, pia sheria imeweka fattaqullaha mastata'tum, unaweza kutoa hata kilo 1 ikiwa huna uwezo. Lakini kweli sisi Waislamu twashindwa kutafuta kilo 3 kwa mwezi mzima. Kwa masikitiko makubwa, kuna watu wengine hawatoi zakatul fitri. Wao wanakwenda kwa Wahindi na Waarabu kuomba na kupiga simu, vipi yangu umeniwekea? Wewe mtu mzima Muislamu as-salaf ahli sunna wapiga simu kwa mtu sema yangu vipi? Wewe ni mjinga wa kiwango cha lami, huna maana kabisa. Yani saumu yako kuitakasa, wapiga simu kwa Waarabu na watu wengine Wahindi na kwenda katika majumba yao kuomba zakatul fitri kwa sababu ya kilo 3 tu. Yani wewe hufai kabisa katika nchi hii kuishi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahimiza, hii ni faradhi, sio jambo kwamba sunna tu. Hii ni faradhi. Ikiwa kwa maana hutoi zakatul fitri, hata ukipata mabilioni ya hela, wewe huwezi kutoa zaka. Huwezi. Utakuwa kama mabakhili hawa matajiri waliokuwa hii leo. Matajiri hawatoi zakati, hawatoi. Wao kifika mwezi wa Ramadhani wanatia shilingi 20,000 vibahasha wapeleke katika misikiti. Umetoa zaka mali yako? Ameshatoa bwana 20,000. Hiyo sio zaka bwana. Hiyo sio zaka ya mali yako. Toa zaka katika mali yako. Sasa hawa matajiri hawatoi. Na nyinyi pia ambao ni maskini wenzetu, huwezi kumiliki kilo 3 za mchele wewe, huwezi kumiliki. Lakini hapo utaonga, utarusha pocha na mingine mbalimbali ambayo watu wanayafanya. Ndugu zangu Waislamu, sio mambo ya kucheka, lakini ni vitu ambavyo vipo kwa watu. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyoeleza kwamba zakatul fitri ni jambo la faradhi, lakini pia kutoa kwake ni imesema mchele, unaweza kutoa ngano, kile chakula ambacho kinaliwa katika miji yetu. Huwezi kutupa sisi zakatul fitri ukatuletea dona au sembe, hiyo haitakikani. Peleka huko peleka. Nikisema huko mwajua, maana kuna sehemu watu wanapenda ugali kuliko wali, peleka huko. Na kuna sehemu watu wanapenda, peleka huko. Lakini katika miji yetu humu hakikisha unaleta vile vitu vya maana, kama ni basmati iliyosimama, na kama unga wa kupikia, sio kaleta unga mbaya au mchele ambao wa kupikia vitumbua, hatutaki na wala haitokubalika. Lete kama ni vitu vya kupikia chapati, lete unga wa kuaminika, ule ambao ni bora kabisa, ndio unaotoa zakatul fitri kwa watu. Lakini jambo jingine, hadithi nyingine nimesahau kuinukuu, lakini nimekumbuka kwamba hii zakatul fitri unajitolea wewe, unamtolea mkeo, mtoto na familia yako ile kuzunguka pale, kila mtu ambaye yuko chini yako. Inawezekana si mtoto wako, lakini mfanyakazi wako kunaye pale, una mamlaka naye. Inawezekana si ndugu yako wa karibu, lakini uko naye pale nyumbani, kijana unamlea, inabidi umtolee zakatul fitri. Wewe ndio mwenye majukumu. Kwa hiyo kama una watu 10,
piga mahesabu kilo 3 wote hao toa zakatul fitr, kila yule mtu ambaye anamsimamia pale nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni kwa ufupi sana kuhusiana na zakatul fitr. Lakini jambo jingine ambalo nitalizungumza pia kwa haraka ni jambo la swala ya Eid, ni jambo la salatul Eid. Swala ya Eid, swala ya Eid ni swala ya lazima pia, sio sunna. Zakatul fitri ni faradhi na swala ya Eid pia ni faradhi. Mtu anaikana uswali swala ya Eid, na kauli ziko mbili, lakini yenye dalili swala ya Eid ni faradhi ain kwa kila Muislamu wa kike na wa kiume. Na ambaye amezungumza maneno hayo, wanawachuoni wengi wamezungumza maneno hayo kulipa nguvu jambo hilo, kama al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harran pia anasema salatul Eid ni fardhu ain, ni fardhu ain, ni faradhi ya lazima kwa kila mtu kama vile unaswali dhuhuri. Na al-Imam mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim wal-Imam as-San'ani na al-Imam ash-Shawkani na Ibn Baz na Ibn Uthaymeen, wote hawa wanasema salatul Eid ni fardhu ain. Ushahidi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Imekuja amri hapo, swali swala ya Eid kwa ajili ya Mola wako na uchinje wanyama. Na Mtume alayhi wasallam amarana, ametuamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an nukhrija fil aidaini al-awatiq, an nukhrija, tuwatoe katika idi mbili wale vigori, wale wanawake wa dhawati al-khudur, wale vigori ambao hawajabaleghe. Kawaida kwamba wasichana wadogo wenye kubaleghe huwa hawatolewi nje. Hiyo ni ada ya Waarabu, lakini pia Uislamu uko hivi. Sio mtoto azunguka saa 6 za usiku 5 atembea tu barabarani. Kikawaida watoto wa kike vile vijisichana vidogo vinatakikana vitulie nyumbani. Sasa siku ya Eid Mtume alayhi wasallam ameamrisha wote watolewe, wa amara al-huyadha, na watolewe wale ambao wana hedhi, wana siku zao, an ya'tazilna al-musalla, wakae pembeni musalla al-muslimin, wafike kwenye Eid lakini wasiswali na Waislamu, wao waende wakashuhudie tu ile Eid iko vipi. Sha'air Islam, alama za Kiislamu, washuhudie pale, waangalie swala inakwenda vipi. Kwa hiyo Mtume alayhi wasallam amehimiza kwamba watu wakaswali swala ya Eid, watolewe wanawake wadogo na wenye hedhi pia waende katika misala ya Eid. Kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika amefaulu mwenye kujitakasa kwa kutoa zakatul fitr na akataja jina la Mola wake kisha akaswali. Kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, amefaulu yule ambaye ametoa zakatul fitr kisha akataja jina la Mola wake, Allahu akbar, kisha akaswali. Kwa hiyo dalili mbalimbali zinaonyesha swala ya Eid ni swala ya lazima. Usiseme kwamba hiyo ni sunna, na sunna yake kuswaliwa katika viwanja vya Uislamu. Waonyeshe ubora wa Uislamu na utukufu wa Uislamu. Usiwaachie Waislamu wengine waende, wewe angalia mambo yako. Utakuwa umekosa jambo kubwa sana, umekosa jambo la faradhi, na ukifa Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Lakini jambo jingine kuonyesha kwamba hii ni jambo la lazima, swala ya Eid ikikutana na swala ya Ijumaa, swala ya Ijumaa inaanguka. Unaweza ukaswali Eid peke yake, usiswali Ijumaa, lakini usiposwali Eid, Ijumaa lazima usali. Swala ya Eid ikianguka siku ya Ijumaa inaanguka. Sio lazima wewe kuswali Ijumaa, ile peke yake itakutosha. Vipi sunna iibwage faradhi? La, abadan, jambo haliwezekani. Sunna haiwezi kuibwaga faradhi inaibwaga sunna. Kwa hiyo ikiwa ndiyo hivyo, na ushahidi ndiyo huo tuliotoa, ushahidi wa maana kabisa
basi muislamu, kwa nini unabakia usende katika viwanja vya Usagara kuswali Eid yako al-Fitr? Kwa nini? Ni lazima utoke siku ya Eid katika kusherehekea ni kuswali salatu al-Eid al-Eidain, swala ya Eid al-Fitr, kuiadhimisha siku hiyo na kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumezungumza mambo mengi kwa wakati mfupi kutokana na mambo jinsi yalivyosongana kwa pamoja, na sisi hatuwezi kuwapata nyinyi, lazima iwe katika siku hii ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, mambo mengine bado yapo, ahkamu mbalimbali zipo za Eid, lakini siwezi kumaliza yote kutokana na wakati pia umekwenda sana, na namuomba Allah subhanahu